Katika video ya leo, ndugu mpenzi mtazamaji, nitaenda kukuelekeza jinsi ya kutumia bando la rafiki yako. Ikiwa kwa mfano kama wewe katika simu yako hauna bando na unataka kutumia bando linalotoka katika simu ya rafiki yako au katika simu ya mtu mwingine. Sasa nitaenda kukuelekeza jinsi ya kutumia bando kutoka katika simu nyingine, na hatua ni rahisi kabisa, na kuomba basi utizame hii video mwanzo mpaka mwisho nikuelekeze jinsi ya kuunganisha na uweze kutumia bando kutoka katika simu nyingine. Kama unavyoona simu ya upande wa huku kushoto inaonyesha application za simu. Simu hiyo ndo ina bando, na simu ya upande wa kulia ambayo haionyeshi application za simu, hii haina bando. Basi moja kwa moja nitaenda kukuelekeza jinsi ya kuunganisha na utaweza kutumia bando linalotoka katika simu nyingine. Sasa moja kwa moja tutaenda kuingia katika setting ya simu ya upande wa huku wa kushoto. Hii hapa, ngoja nikuoneshe. Tutaenda kuingia katika setting katika hii simu ambayo yenye bando, tutaingia setting hapo. Sasa moja kwa moja tutaenda kuibonyeza setting hapo, kisha tutaenda sehemu iliyoandikwa hotspot. Kwa upande wa hapa chini nilipokucholea, utaenda kubonyeza hilo neno, na ukishabonyeza utaenda upande wa juu palipoandikwa hotspot, utaenda kubonyeza hiyo button ya pembeni ilozimwa hiyo. Ukishaibonyeza itawaka rangi ya blue kama button za hapa chini. Sasa cha kufanya utaenda kuibonyeza hii button. Ukishaibonyeza itafunguka. Utaenda setting ya chini iliyoandikwa setup hotspot. Option ya hapa chini pia utaenda kuibonyeza hapo, na ukishaibonyeza itafunguka. Utaenda sehemu iliyoandikwa password. Hii sehemu iliyoandikwa password utaenda kuoneshwa password ya hotspot iliyokuwepo katika hiyo simu yako. Sasa moja kwa moja ili uweze kuiona hiyo password iliyokuwepo katika hotspot ya simu yako na uweze kuconnect katika simu ya upande wa pili, uweze kumpa bando mwezio, utaenda kubonyeza katika nembo ya hili jicho hapo, na ukishabonyeza watakuonesha hiyo password iliyokuwepo katika simu yako ya hotspot. Sasa kama unavyoona password yangu ni hapo. Mimi sijaipenda, nataka nitengeneze ya kwangu kwa sababu nimeikuta. Nitaenda kuifuta hiyo, tizama kwa makini hapo. Nitaikandamiza hapo. Nikishaikandamiza kama hivyo nitaenda kuifuta. Nikishaifuta nitatengeneza ya kwangu. Nitaenda kuandika 1 hadi namba 8. Na nikishamaliza nitaenda kuisave. Nitaisave vipi? Basi tizama hapo. Nitaenda upande wa juu kabisa, angalia upande wa juu kuna katiki hapo. Nitaenda kukibonyeza hiko. Nikishabonyeza itajisave password yangu ambayo nilotengeneza. Sasa moja kwa moja nitaenda kuiangalia kwamba ishajisave katika hiyo simu yangu. Sasa moja kwa moja nitaenda sehemu iliyoandikwa setup hotspot, nitaenda kuibonyeza. Kisha nitaenda sehemu iliyoandikwa password hapo. Sasa hapo nitaenda kubonyeza katika hii nembo ya jicho hii hapa. Nikishabonyeza itaenda kunionyesha password yangu. Kama unavyoona password yangu ni hapo 1 hadi 8 ambayo nilotengeneza, ni nyepesi kuikalili. Sasa moja kwa moja nikishamaliza kubadilisha password nitarudi katika simu ambayo haina bando ili niweze kuconnect na niweze kutumia bando kutoka katika simu ambayo yenye bando. Basi tizama hapo. Hatua ya kwanza kabisa, ndugu mpenzi mtazamaji, nisikilize kwa makini. Tutaenda kuwasha wifi katika simu yetu ambayo haina bando hapo. Tutaenda kuwasha wifi, kisha tutaikandamiza ile wifi. Moja kwa moja itatuleta sehemu ya kusearch wifi. Sasa hapo cha kufanya utaenda kutafuta jina la wifi ya hiyo simu yako yenye bando. Kama mimi simu yangu navyoona hapo inaitwa Redmi. Moja kwa moja nitaenda kuitafuta hapo Redmi. Basi tizama kwa makini hapo nikuoneshe Redmi ni iko wapi katika hizi wifi hapo. Nitaenda kukucholea na kuomba utizame kwa makini hapo. Sasa kama unavyoona hapo eneo la hapa nilokucholea, ili ndo jina la wifi yangu ya simu, linaitwa Redmi Note. Sasa moja kwa moja nitaenda kuibonyeza hilo jina la Redmi Note, nitalibonyeza. Sasa hatua inayofuata wanatuambia tuweke password. Hiyo password tutaipataje? Basi nisikilize kwa makini. Moja kwa moja tutarudi katika simu ambayo haina bando, kisha tutaenda kuikopi ile password ambayo tuloitengeneza. Kama unavyoona password ni hapo 1 hadi 8. Nitaichukua hiyo password, nitaenda kuijaza katika simu ambayo haina bando. Nitaandika 1 hadi 8. Sasa ili niweze kuiona nitaenda kubonyeza katika kanembo cha hapa
ya hili jicho hapa ili niweze kuiona kama ni sahihi. Nitaibonyeza kisha nitashuka upande wa chini katika hii tiki hapa chini. Nitaenda kuibonyeza kisha nikishaibonyeza wifi yangu katika simu ambayo haina bando itajiconnect, itaandika connected kwamba tayari ishamaliza kujiconnect, na hapo utaweza kutumia bando linalotoka katika simu ya mtu mwingine au katika simu ya rafiki yako. Na nikisema nikiingia katika mtandao wangu wa kijamii, kwa mfano naingia Chrome hapo, naenda kusearch kitu chochote sasa, ili tuweze kuamini kama simu imekubali kuconnect bando la simu nyingine. Sasa moja kwa moja hapo kama unavyoona nimesearch, imekuja hapo. Na chochote unachotaka kwenda kusearch katika mtandao wote utaweza kufungua. Kwa mfano ukiingia YouTube kwenda kuangalia video, TikTok kwenda kuangalia video, basi utafanikiwa kutumia bando la simu nyingine. Na hivyo ndo jinsi ya kuunganisha bando kutoka katika simu nyingine. Na mimi nimejifunza kitu, na kukumbusha usisahau kusubscribe katika channel yetu ya Mr Tech ili uwe kwanza kupata video zetu pindi tu nitakapoposti, na naamini utajifunza vitu vingi. Endelea kuwa pamoja na channel hii ya Mr Tech. Basi mimi niseme chao, tutakutana tena katika video inayofuata.